We mtoto wewe. Hauna adabu eh? Mbona unaparamia wakubwa? Wewe unaona wakubwa? Hello. Yaani naongea naona nijibu, si ndio? Unadharau, unajeuri sana wewe. Yaani cha kwanza umetumwa dukani, baadaye upeleke ulichotumwa, unacheza, afu mwisho wa siku unaparamia. Ngoja kuonyesha kwamba sisi wakubwa tunajua kunyoosha watoto kama nyinyi. Wajeuri ambao hujafunza. Nenda nyumbani, kimbia nyumbani, kimbia. Unaelewa wewe? Yaani watoto wengine kaa nuksi. Sio wanatuaga watoto kama hawa. Yeye ananiparamia mimi, sister Duni nimependeza, ananiparamia mimi, ananichafua. Mama, Corina yuko wapi? Nimemtuma muda mrefu huko dukani mpaka sasa hivi hajarudi. Sasa tutakuta anacheza barabarani huko na mapikipiki. Wewe wangu wewe jamani, unapenda kucheza? Lakini mama, bwana leo mimi na furaha. Nini tena mwanangu? Mungu kapatikana. Umepata mwanangu? Umeisha hiyo. Ongeza sauti kidogo hapo mama. Wewe ndebe. Mchumba sasa. Sasa mama, mimi naye tunautana. Mchumba nimempata. Binti ambaye ni mpole, ana muonekano mzuri. Mama ukimuona unapigia tiki. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu nilikuwa naomba mwanangu. Ndio hivyo. Unaona maneno yangu? Usoka sama mama ananisema, mama ananifokea, mama ninataka uoe mwanangu. Yaani mpaka hapo? Nani hapo ngombe maisha. Umri umefika. Wewe kila siku ngangana kwa mama tu. Nataka mimi nije kwako. Ila mama wewe unanisema sana. Hapana. Sasa bila kusema ungenikuja kuniambia umepata mchumba? Hamna. Sasa. Hapo umenifurahisha. Nimemaliza shughuli yako. Mimi nimeona bwana ili swala hili acha nilimalize. Lakini sasa sikiliza, kwenye uchumba una kurupuka tu, bora mrefu, mweusi, mwembamba, ukamwona mwanamke. Nataka wazingatie mambo haya matatu. Kwa huyo mkwe. Kwanza sifa moja. Awe mcha Mungu. Sio, umeelewa? Amjue Mungu sana kwenye kusali, kwenye kuomba. Maana hakuna kimbio letu zile zaidi kwenda kwa Mungu. Sisi hapa duniani tunapita. Pili, awe na upendo wa dhati. Kwako wewe mnaopendana, hata sisi wakwe tu tuna upendo. Akiwa na upendo namna hiyo, Colin, umetoka muda mrefu na kucheza. Kakupigia nini? Hebu njoo hapa. Ulete mfuko. Jamani, Colin wewe unaniuza hata mafuta hujanunua. Nani alokupiga sasa? Tena iko wapi? Afu wewe. Na mumeo huyo. Amekupiga bila kisa wewe, mtu wa mgomvi. Ulimfanya nini mpaka kukupiga? Ujue. Ila akakupiga tu. Jamani. Ndio muonege ya matatizo. Uoe yule akakae kwa mama yake. Utailipa hela yangu. Hapo gari leo hamna umeme. Bibi anakutuma unaenda unacheza njiani, ndio nini sasa? Kwa unafanyaje? Hakupiga. Achana naye bwana huyo. Imeisha hiyo. Sasa mambo yangu ndo hayo. Bwana. Awe na upendo. Mnyenyekevu. Ajue watu. Mko yake amjue. Sogu hana adabu, anapita sitaki. Kama umemchunguza yuko vizuri. Kama mwanangu hiyo sherehe hiyo. Yaani mwanangu debe sita kwani. Siku hiyo sielewi sita kwani. Yapata tobe kama ningeruka yaani siku hapa hapatoshi. Atachimbika. Nakwambia majirani siku hiyo. Wataniona mimi kweli mama Ndebe. Manake nilikuwa nakuombea dua mwanangu, kile kikaa bilo inaniuma mwanangu, midevu na inatoka. Lakini kwa wewe hivi kitu gani? Mama, kwa mwanamke niliyempata mimi na hakika 100%
Sifa zote unazosema wewe anazo. Nikikuletea hapa. Unampitisha. Hapo umenifurahisha mwanangu. Vipi? Aweke chai au kitu gani? Utakunywa chai au? Chai mama wewe achana nayo bwana. Mimi chai bwana nitakunywa hata baadaye. Mwanangu kula kidogo. Basi tuletee. Wewe chai ushakunywa? Bado. Sasa unaenda leo na dukani na chai jamaa. Unamwambia bibi mimi nataka chai. Ukiamka tu asubuhi unaoga. Unakunywa chai. Sawa? Alafu ndo mambo mengine anafanyaje? Yanaendelea, si ndio? Kosana. Ndio. Umetoka? Nimetoka ulijua mimi nitafia jela. Mungu kweli wa ajabu. Yaani siamini macho yangu. Yaani umetoka kwa hiyo kesi yako. Wewe ulidhani mimi nitafia jela. Tuache kwanza mtoto wangu vipi? Mtoto? Mtoto wangu vipi? Mtoto kweli. Nilijifungua. Mungu, nashukuru Mungu nilijifungua salama. Lakini ndio hivyo. Bahati mbaya tu ilitokea. Yaani hapo sijakuelewa, nyosha maelezo, mtoto wangu yuko wapi? Ona, mimi ngoja na hiyo dukani, dada amenituma dukani. Bye basi, tutaonana baadaye. Tuko likotokea. Dada acha. Yaani huko nilikotoka. Nimechoka kwanza mifupa, damu, nyama zote yani sijielewi hapa nilipo. Sijui ni binadamu hivi ni mtu kweli hapa unavyoniona. Mdogo wangu unaona mtu. Kumbe maiti nazo waga zinafufuka. Haya, alofufuka leo huyo nani? Nimekutana na yule kaka. Nani? Yule alionipa yule mtoto ulioniambia nikamtupe. Toba. Tumekuisha sisi. Tumekuisha mdogo wangu. Kwa hiyo ukafanyeje kwanza? Kafika. Feti, njoo. Nikaenda vipi? Nimeshangaa hapo nikazugazuga. Mtoto wangu yuko wapi? Nikajing'atang'ata hapo nikamwambia, "Oh bwana, mimi naondoka." Dada akantuma basi nikanchamba bure. Nikamwacha hapo anashangaa. Kwa umempoteza maboya huko? Mdogo wangu umekuwa. Kwenye ule utawala naotaka mdogo wangu upo sasa. Yaani hapo ndo unaanza nginja hapo. Hapo mdogo wangu umekuwa. Hayo mengine atakayoendelea mbele tutajua jinsi ya kufanya bwana wewe. Asituumize kichwa mshamba mmoja huyo. Aka utulie mdogo wangu. Mimi zarushanifikisha hapa, haina shida. Tutakaa tujadiliane baadaye tutafanya nini. Wewe mjinga ili kumpoteza maboya kabisa. Mshenzi huyo atoke zake huko aje kutwalibia siku sisi hapa. Yaani na sasa hizi tushaanza kufurahia maisha yetu mdogo wangu. Ndio hivyo. Yaani hapa ni unajua nimechoka. Sasa wewe unafanya kwanza mimi bwana sijaelewa mpaka sasa hivi. Kibu sasa. Sio nimeuza kibada hapo mkubwa. Shida nini bwana ile makelele mengi. Haya vipi tena na mapanga yako au usiulize kiustaarabu mtu wapiwe? Kalia bwana mkubwa bwana msimkanificha kitu. Tukufichi tunajiweza sisi wenyewe. Tunaliweza baba. Wewe nenda tu kwenye mishemishe zako. Haina shida mwanangu, hili tunalimaliza wenyewe. Baba ya wenyewe kuisha. Haina noma. Sungekaga tu. Shuka kula ningemtoa. Unaangaika. Hello. Mwamba, mikataba sitaki. Yaani tufanye kazi, lakini kazi za mikataba sometimes zina limit kali sana. Kwa hiyo ndio maana mimi naona bora nikomae mwenyewe kwenye game langu. Naitwa huku nagusa narudi basi. Sikiza Jaro Manondo. Nitakurudia mwanangu, kuna mambo yangu yanakuja hapa. Oi sister. Dada. Samahani kidogo. Kama utojali. Sogea hapa kidogo. Samahani kidogo. Unaitwa nani?
Anaitwa Judith. Judith. Ndio. Si jina zuri sana. Simisikia watoto waitwa kina Judy hivi nini, basi nakuwa na vuruga sana. Okay. Samahani kama utojali. Mimi ni mtu ambaye nimenyooka sana. Napenda kwenda street, sitaki kuona kona kabisa. Kama itakupendeza. Bwana, nilikuwa naomba tuanzishe mahusiano. Mahusiano gani? Mahusiano ya kimapenzi tu. Mimi nikajua labda mahusiano ya kibiashara, kilimo, ufugaji, yaani utafutaji bidhaa ndogo ndogo. Mimi nadhani point ya msingi ni kuzungumzia mahusiano ya kimapenzi, lakini ndani ya makubaliano hayo yote yanafanyika, ikiwa biashara, uwekezaji, ufugaji, yote yanawezekana. Ila point ile mnataka tuanzishe mahusiano ya kimapenzi. Mimi nikajua unaniita hapa kunisimamisha, utaniuliza naishi wapi, natokea wapi, naishi na nani, nimeolewa. Sikiliza sister bwana, sasa hivi wanaume tushashtuka bwana. Hizi kujiwekea loki sisi hataki kabisa. Unaweza kauliza mbona vikatokea hiki na hiki na hiki, ndio maana tunaenda kwenye mnyoko kabisa. Mimi nahitaji kubaliane kama utojali kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Mimi nadhani vijana wengi mpo mbali na Mungu. Tuko mbali na Mungu. Hata Biblia inasema. Sasa Judy. Tutafutana basi kama hivi. Asante Mungu wangu. Ile ilikuwa ni jaribu kwangu, lakini nashukuru nimeshinda, ameniepusha na tamaa za kimwili. Nakushukuru, asante Mungu wangu, nakupenda. Mimi jamani, mbona kama hivyo? Tulia sasa hapo, naenda wewe. Nyosha hiyo mkono juu sasa. Usinicheleweshe, hamna nini. Zuena. Toa na hicho. Atatua. Toka mshamba. Bwana nimekuta hapa. Mbona simu zangu upokee? Shida nini? Simu zako? Wewe umenipigia simu? Nimekupigia sana, simu zangu upokee, shida nini? Mimi sijaona namba yako. Kuna namba inaisha na 90, nimekupigia sana. Unaiona? Kumbe ni wewe. Ndio ya kwangu. Sasa mimi sikujua, unajua mimi sipokeagi namba ngeni, wengine madeni. Mnaomba kwanza nielekeze kuhusu ile swala. Siku ile nilikuuliza kuhusu swala, mtoto wangu kaniambia si bahati mbaya maana yake ni maana ulionyesha solemba bali sija kuelewa. Yaani na wewe ba mtu. Kwani ukuelewa? Sielewa, ndio maana nimekuuliza hivi. Ba mtu nilikuwa kama mtu mzima. Nani bro sasa unakoelekea? Sawa, wewe niambie ni bahati mbaya ni maana mimi nimeacha solemba ni hapa. Niambie bahati mbaya, sasa bahati mbaya maana yake ni niambie ukweli kama changamoto ni nini ili mimi nijue. Nyosha maelezo. Yaani bahati mbaya, mimi nilimaanisha hivi. Mtoto amefariki. Mtoto amefariki? Una uhakika? Sinikumbushe machungu. Niko nampenda. Mtoto amefariki? Ndio, na uhakika. Yaani mimi niko nampenda sana mwanangu Conley. Yaani umenikumbusha mbali. Si una uhakika? Naomba nikalione kaburi la mwanangu. Tuongozane sasa hivi ili nikalione kaburi la mwanangu sasa hivi. Sasa hivi itakuwa uongo. Kuna mambo mengi nyumbani nimeacha. Alafu umenikumbusha bali ngoja nikapunguze machungu bai. Kwa mimi ngoja tu niende nyumbani. Umenikumbusha mbali sana mwanangu. Unakiwa unanificha huyu. Shida ni nini? Kuna kitu nafichwa hapa hivi. Karibu. Asante. Mambo nzuri. Nenda shule vipi? Baba mzima? Ndio.
Mama. Mama. Bibi. Bibi. Kuna mgeni amekuja. Aha. Karibu mwanangu. Pole kwa usumbufu. Asante mama. Nipumzishe hapa. Mpe. Sijambo, nimejipumzisha hapa basi usingizi. Mwili unaniuma, miguu ndio usiseme. Basi ndio hivyo tena tunapambana kwa maisha. Pole. Haya mwanangu, asante. Mama, nilipita kukusalimia, mama alikuwa ameniagiza dukani. Aha. Ndio. Asante mwanangu, karibu. Asante mama. Wewe Debi. Mama. Hebu njoo. Hivi unapopita hapa uone wageni uone mgeni amekaa hapa. Tabia gani hii unapita bila kusalimia? Mama. Dada mambo. Poa. Karibu. Asante, nashukuru. Nenda ndani kwa chakula ule. Mwanangu. Haya, mami naondoka. Jamani, nashukuru mwanangu kwa kunikumbuka hata kuja kuniona. Asante mama. Haya, karibu. Haya, tunaona siku nyingine. Haya, mchana mwema mwanangu. Maji hakuna hapo hapo sasa. Njoo jimwagizie. Weka vimkono kumwagizia. Hawa. Abe dada, maki umeniita kwa ndani. Nimekuita mdogo wangu. Maana hapa mdogo wangu ujue sikuelewi wewe. Kwema lakini. Dada. Wewe dada mwenzangu, kila ukienda huko ukirudi pangu pakavu. Kila ukienda huko ukirudi dada pangu pakavu. Yaani dada ndio shanza masimango yako. Basi mango gani mdogo wangu, nakwambia kweli wewe unatoka huko mwenzangu unaenda heka. Unarudi hapa hata shinkumi nyekundu ileti hapa nikaiona dada yako. Ni huo ubwabwa tulokula mchana au kuna mengine? Asia ubwabwa peke yake, vingi unapovila hapa kwangu. Sasa wewe unatoka unaenda huko kiki unarudi bure hapa unaning'inia tu kwenye suruali za wanaume unaning'inia tu. Wanakuchosha bure, hakuna kitu cha maana anachokupa. Unashindwa kutafuta mwanaume wa maana wewe. Wewe unadangaje wewe? Hata kama dada ndio uniambie hivyo. Mwa dada nini? Wewe unadangaje wewe? Yaani wewe unatoka unaenda zako kudanga kiki. Mtu tu umetokea kumpenda, nimekupenda, unatoka unaenda hivyo. Akikupa shilingi 5000 wewe ndio umelizika kuja kununua hivyo vimafuta vyako na vimakeup vya 2200. Sitaki ujinga mimi safari hii. Kama umeiona hiyo kazi yako ya kudanga nzuri, shoga, jiangalie mara mbili. Nazana uwe nazo. Upo. Unapotembea uwe nazana kwenye pochi yako. Au wewe mwenzangu ndio unaenda hivi peku. Nitembee na Zana kama mimi nimekuwa nini? Zana kuja naye mwenyewe. Malazi ni mengi. Anyway, dada unaongelea kinga. Yaani mimi siwezi kusahau kinga natumia vizuri tu, labda ongee kingine. Haya sawa. Kinga unatumia vizuri na unakumbuka. Kuna wengine wanakataa shoga yangu. Unashangaa unaenda naye unajua mwenzangu ile kinga kaivaa nini kumbe kapasua. Mwisho wa siku unaanza kuniletea lile zigo la mwaka 47. Mabomu umejivisha? Mabomu? Wewe nawe tafuta, yani nenda hospitalini, weka kijiti chako. Ndio. Wenzio wanaweka vile.
Cha ajabu nini? Kwinyiti. Wewe wanaweka kitu. Unamkuta mtu kaeka chake cha miaka 5, miaka 3. Anatoka anapeta tu, mnamuona mwenzenu anatembea tu kwenye mandinga. Vitoto vya 2000 siku hizi. Vidogo. Vishagarambuka tayari. Vishajua mambo. Sasa wewe jituzima mama. Awe angalia wewe. Mimi dada siwezi kuweka hayo, sijui ndo vijiti. Mimi kwanza naona aibu. Yaani kwanza ninaje hospitali. Sasa endelea kuona aibu kwa taarifa yako. Hapo usije ukaniletea lile zigo kama tulilolifanyaga kipindi kile. Sitaki. Serikali inifuate hapa. Hapa kwenyewe nipo tu nakaa na pumulia mipira hapa. Yaani nje nakaa lakini naingia ndani. Sitaki. Mdogo wangu sasa hivi danga, ukiwa na akili zako timamu. Tuna maisha magumu hapa. Tafuta mwanaume wa maana ataweza kukusaidia. Umenielewa? Tafuta mwanaume angalau ana kazi yake huko, anatoka anafanya kazi hata serikalini. Akija hapa anaweza akamwona hata huyo mwanao naye akambadilisha. Hilo lenzio linalokabakaba huko nje toto langu. Halo lile nililipata kwa bahati mbaya wewe. Baba yake basi. Oh, za, mistaki kuza, weza, usijali nitatafuta kazi ya maana, utakuwa unaishi pazuri. Nimekuja kuambulia kijumba hii. Nakaa hapo. Aya, usitaki ya kukuti kama yangu. Kaila niingie hiyo. Maana natoka na kukanya mapema. Nakupa ufundi mapema. Kuwa makini dada. Dada usilete tena mzigo. Nitajaribu kuweka hivyo vijiti. Utanisindikiza? Usijali mdogo wangu mimi tena. Nakupeleka hapo Upendo hapo. Dispensary hapo nakupeleka tena pale kuna nesi shoga yangu. Nitaenda pale naongea naye, anakuweka mambo yanakuwa burudani. Esther, sasa? Baadaye. Baadaye au si? Sawa poa. Ngoja hapo nirudie wewe.